Itukuzwe damu ya Kristo. Basi ndugu wapendwa, leo tunapoanza novena yetu ya Pentekoste, kama tulivyosikia katika utangulizi, Yesu Kristo anatuahidia Roho Mtakatifu. Sehemu ya maandiko matakatifu ambayo tumetoka kuisikia kutoka kwa mwinjili Luka sura ile 24 aya 45 mpaka aya 49 ni sehemu ya mwishoni kabisa ya injili ya mwinjili Luka. Mitume baada ya kukaa na Yesu kwa takribani miaka 3 wakijifunza kutoka kwake, na baada ya kushuhudia mateso, kifo na ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo, bado walikuwa hawajakamilika katika maandalizi. Bado walikuwa wanahitaji kuimarishwa kwa ajili ya kazi maalumu. Sehemu tuliyoisikia ni baada ya ufufuko wa Kristo. Kristo anapozungumza na mitume wake, anawaahidi ya kwamba atawaletea msaidizi. Msaidizi huyu ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8 ni Roho Mtakatifu. Padre mmoja nayependa sana kusikiliza mahubiri yake katika kujaribu kufafanua juu ya Roho Mtakatifu katika kupitia kwake, alisema Roho Mtakatifu si tu msaidizi, ni mtegemezi. Ni mtegemezi kwa sababu yuko nasi daima katika maisha yetu, katika safari yetu, kutusaidia. Kama Bwana wetu Yesu Kristo anavyoambia mitume ahadi ya Roho Mtakatifu, anawaahidia Roho Mtakatifu kwa ajili ya kuandaa kwa kazi maalumu, kwa ajili ya kuandaa kwa kazi ya kulihubiri neno la Mungu. Roho huyo Mtakatifu wanaoahidiwa mitume anakuja si tu kuwaimarisha, si tu kuwasaidia, bali kuwategemeza na kuwa nao daima. Kwa nini anakuja kuwasaidia na kuwategemeza? Kazi ya kuhubiri neno la Mungu haikuwa nyepesi na wala si nyepesi. Ziko nyakati ngumu. Ziko nyakati ambazo watapitia, zitakuwa na changamoto nyingi. Kwa mfano wa Kristo. Kristo alipokuwa anatangaza neno la Mungu, alipitia kadhia nyingi. Sehemu nyingine walimtukana, sehemu nyingine ilifika hata hatua wakampiga, na lililokuu zaidi kuliko lote, alisulubiwa msalabani. Hali kadhalika alijua ya kwamba hata mitume wake watakapoanza utume huo watakutana na kadhia hizo hizo ambazo yeye mwenyewe alizipitia, lakini walihitaji msaidizi wa kuwasaidia, wa kuwategemeza katika jukumu ambalo watakwenda kuliendea baada ya kumpokea huyo msaidizi. Tarehe 1 mwezi wa 5 wakati wa ministry, Baba Askofu Msomba alisema tunaandaliwa kwa ajili ya kazi. Mimi na nyinyi tunaandaliwa kwa ajili ya kazi. Katika levo yetu ya useminari tunaandaliwa na tunajiandaa kwa ajili ya kuwa kazi, na kazi ya kumpeleka Kristo kwa mataifa, kumpeleka Kristo kwa watu wengine, ili nao wapate kumuona na kumshuhudia Kristo kwa maneno yetu na kwa matendo yetu na kwa mifano yetu bora. Katika maisha yetu ya utawa, sisi tulio watawa tunaitwa pia na tunaandaliwa kwa Roho huyo Mtakatifu katika kwenda kumshuhudia Kristo kwa watu wengine. Katika maisha ya ndoa pia tunaalikwa katika kwenda kumshuhudia Kristo katika ndoa zetu, kuishi ndoa zetu kiaminifu, kulea watoto wetu katika malezi yanayofaa na yanayostahili na katika njia iliyo sawa, ili nao wamjue Kristo, nao waweze kumshuhudia Kristo. Ndiyo ahadi ambayo mimi na wewe Kristo anapoahidia mitume, anatukumbusha kuwa hata sisi pia tunahitaji nguvu hiyo. Ziko nyakati ambazo tunakutana na changamoto na magumu, tunalegea. Tunakutana na changamoto na magumu, tunakata tamaa.
muda mwingine ni mbaya zaidi, tunaweza tukarudi nyuma tukasema huku ninapoelekea siko. Lakini daima tukumbuke ya kwamba Roho Mtakatifu ana kazi ya kututegemeza. Pale tunapoona magumu yamezidi, tunapoona changamoto zimezidi, tunapofika hatua tunakaribia kukata tamaa na kurudi nyuma, tumuombe Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu tutie nguvu. Roho Mtakatifu tusaidie. Roho Mtakatifu endelea kwenda na mimi, kwenda nasi, tusirudi nyuma bali twende mbele kwa matumaini. Ndugu wapendwa, tutaendelea kusikia sifa nyingi na mapaji ya Roho Mtakatifu kadiri tunavyoendelea na novena yetu. Lakini lililokuu zaidi na ambalo tunapaswa tuondoke nalo kwa siku ya leo katika novena yetu, tumuombe Mungu basi ili Roho Mtakatifu awe kweli mtegemezi wetu katika hali zote, katika nyakati zote. Sio nyakati za magumu tu na changamoto, hata katika nyakati za furaha pia tuwe na Roho Mtakatifu ili tufanye yaliyo sahihi katika furaha yetu, tufanye yaliyo sahihi katika magumu yetu. Awe nasi daima na endelee kututegemeza daima. Itukuzwe damu ya Kristo.